Hey guys, mambo vipi? Hope wote mko poa jamani, na mimi pia kwa upande wangu niko fresh kabisa. Basi bwana jamani, leo nawaletea darasa la wale wote wanaoingia nchi za Kiarabu. Wanawaza kuhusu nywele, nitaishije? Huko tumeambiwa watu hawatoki, huwezi kusuka, nitakuwaje? Itakuwaje? Yaani una maswali mengi. Kuna wengine baadhi yao wananyoa kabisa nywele. Eti kwa sababu wanaingia Arabuni. Kwa hiyo ni heri anyoe kabisa ili akifika kule asipate tabu. Nisikilize hii video yangu mpaka mwisho ili ujifunze, ujue utaishije, sio jambo la kukutia stress. Kwanza kabisa kama unavyoniona mimi hapa na kuonesha mfano, ninafumua nywele zangu, najisuka mwenyewe. Kuna wengine unaweza kupata familia, labda kuna wafanyakazi wa Kiswahili, sema labda wa Tanzania au wa Kiswahili, hapo nadhani mmenielewa, watakaoweza kusuka, mtasukana vizuri. Lakini wewe umeenda sehemu huna mtu wa kusuka. Jamani, mafuta ninayotumia ni haya hapa. Yanaitwa Vatika. Kila nikigeuza kamera naona sijui inajionyesha vipi. Nataka kuwekea jina lakini nikitaja hivi Vatika utakoshaelewa. Natumia mafuta yanaitwa Vatika au olive oil ya maji. Kwa hiyo hata wewe unavotoka Tanzania kuingia Arabuni, cha kwanza kumbuka kuchukua chanuo na mafuta yako ya maji kama ni ya nazi. Yoyote yale ya maji unayotumia. Ukishakuwa na hivyo vitu viwili, usiwe na pressure kuhusu nywele yako. Utaisuka, utaitunza vizuri tu. Ule muda unaopata wa mapumziko ndio muda ambao unatengeneza nywele zako. Kwa wanaoweka dawa pia na wao, dawa zipo Arabuni. Nitakuletea video ya hizo dawa za aina gani. Dawa za kopo, za box, zote zipo. Tumeelewana? Nywele zangu kama unavyoniona hapo. Hapo nazichana vizuri, na unavyopaka mafuta hakikisha unapaka kwenye ngozi chini. Yaani zinakolea kabisa mafuta. Ili zipate kukaza vizuri, yaani zisiwe zinakatika. Nadhani mkisema hivyo nanielewa. Kwa hiyo usiogope ukasema anaenda huko, bora ninyoe kabisa, itakuwaje? Sina mtu wa kusuka, sijui itakuwaje. Hapana. Yaani usiogope kabisa, wewe safiri na nywele zako, usinyoe. Ukifika kazini utajisuka, na uwe na vitu viwili kama nilivyokuambia. Usisahau chanuo, kama ni la plastiki, la mbao, yote sawa. Kwa hiyo muhimu uondoke na chanuo. Kwa nini nasema uondoke na chanuo? Kwa sababu ndo kwanza unafika kazini. Pengine lugha msielewane na bosi wako, kama labda unataka wakununulie chanuo au hayo mafuta. Kwa hiyo utashindwa kufahamiana nao. Sasa ni nzuri wewe jinunulie kabisa mafuta yako ya maji kiasi na chanuo lako kama la mbao, la plastiki, unatembea nalo. Maana kuna mtu aliniuliza, jamani mbona Arabuni zipo chanuo, vipi utembee navyo? Unatembea navyo kwa sababu hujui utafika pale afu uanze kuwaelekeza vipi. Na wao hawataota kama wewe unataka chanuo. Jamani, nywele yangu mnaiona? Naiona nywele yangu? Na bana sasa iko vizuri, wala sina pressure yoyote. Huwa itakuwaje na nini? Basi bora tu ninyoe kwa sababu sina mtu wa kusuka, sijui. Naiona nywele yangu? Unachana vizuri, unaitunza, unaosha. Inategemea sana kuosha mwenyewe, kama unaosha kwa wiki mara moja au baada ya wiki 2, unakoshaje wewe mwenyewe nywele zako na jinsi zilivyokaa. Mimi nywele yangu ndo hii, natumia mafuta ya Vatika ya maji hayo ambayo ni olive oil. Hivyo kuosha inategemeana mwenyewe, kama kipindi cha joto unaweza kuosha hata kwa wiki mara moja. Kipindi cha baridi pia, yani inategemeana na mwenyewe jinsi ulivyokuwa umekaa. Nywele yako unaionaje? Naiona nywele yangu jamani? Mwana nywele natural pia na yeye anaweza kazitunza tu kawaida. Unawekaga dawa, usiogope kufika Arabuni utaweka dawa. Lakini kitu ambacho utakuwa mzingatie jamani, dawa sio bei rahisi. Ni gharama. Kwa nini nasema ni gharama? Ile pesa kwa Arabuni ni ndogo, lakini kuicalculate kwa nyumbani ni kubwa. Naona jamani ninavyosuka naanzia kisogoni. Kwa sababu gani? Yale mabutu yawe yanalala hivi. Kwa hata kama nikifunga mtandio huwezi kuona nina manundu kichwani. Naanzia kisogoni ili yale mabutu yawe yamelala hivi kurudi nyuma. Kwa nakuwa nimekaa vizuri tu. Hata nikifunga mtandio wangu kichwani huwezi kuniona nina manundu, yani kama ndio nimefunga nini.
kama nilivyowaambia jamani, ninapojisuka unaanzia kisogoni ili mabutu yako yasichachamae hivi. Kwa hiyo hapo mdogo mdogo mwenyewe unajisuka. Hapo umeshazichana nywele zako, umezitia mafuta vizuri hayo ya maji, unahakikisha ziko safi. Unapaka kwenye ngozi, yani unafanya kama masaji hivi. Unahakikisha kabisa nywele zangu zimeshika mafuta vizuri, unajisuka taratibu wala huna pressure. Basi bwana, huko tunasuka nywele, huko tunapeana story. Jamani, kwa wale ambao wanasema mistake Warabuni nasikia kuwa wanatesa, sijui nini kwenda nchi zingine. Kuna watu wanaelekea India. Kuna mtu kanambia, watu wanaelekea India, wanasema huko kuna kazi. Jamani, kama hamfahamu, watu wanaoenda India wanakuwaga hawana ile guarantee ya kufika na kuanza kazi na unalipwa mshahara. Wakifika huko wanakuwaga wanatakiwa mlipe yule agency aliyokupeleka. Pesa ni nyingi, kama milioni 10 na kitu hivi. Kwa hiyo ukifika unatakiwa uanze kumlipa yule agency aliyokusafirisha. Kwa hiyo kwa yule anaodharau nchi za Kiarabu ambako kuna uhakika, yani wewe umeondoka tarehe 12 mwezi wa pili, ukifika tarehe 12 mwezi wa 3, jamani mshahara wangu uko wapi? Endelea kudharau. Wenzao wanaoelekea India huko wakifika wanatakiwa waanze kulipa ile agency. Pesa ni nyingi, ambayo unakuwa vitu vyote, dokumenti zako unakuwa zote wamezishika wale watu waliokupeleka. Lazima uzilipe hizo milioni 10 na kitu. Lakini leo hii wewe binti unasafiri unaenda Warabuni, una uhakika ile umeingia tu tayari unaanza kulipwa mshahara ukitimiza ule mwezi. Kwa hiyo nyumbani kama ulikopa, kuna watoto wako shule, kuna kitu gani, una vikoba uliviacha huko, unaendelea kulipa. Alafu mnadharau Warabuni mpaka mnaenda mna guarantee kabisa ya kazi. Endeleeni kudharau. Waulizeni ambao wako India, waambieni wanafanya shughuli gani. Haya bwana. Nywele zangu ndio hizo, hapa na hapa kigwagizo, huko tunaendelea kusuka, huko tunapiga story. Huko naendelea kukuambia kuwa ninaposuka unasuka mabutu yaelekee mgongoni, yani yalale hivi. Tunaziona nywele zangu jamani najisuka. Kwa hiyo acha ile pressure, Warabuni wanatesa, ukienda India huko unakuwa uko free, huko kuna kazi, watu wanakuwa wanatoka, watu sijui wafanye nini. Jamani, asikudanganyeni mtu. Kila sehemu ina sheria yake na kanuni zake. Kwa hiyo mambo kusema sio nenda kukatoka ukawe free kwenye nchi ya mtu. Subutu, watu wamekupeleka kwa alama yake na kila kitu, afu wewe ukafika ukawe free tu hivyo. Endeleeni kudharau. Endeleeni kudharau nchi ya Kiarabu. Kimbilieni huko kwingine mnakokimbilia ambako hamjui, mnasikia tu stories za uongo na ukweli. Unaambiwa India unatakiwa ulipe sijui 400,000 ya India. Hiyo 400,000 ya India ni milioni 10 na kitu ya Kitanzania. Hebu imagine. Wewe milioni 10 na kitu nyumbani umeacha watoto wako shule. Umeacha familia na kutegemea, na kitendo cha kuondoka tu kuingia kwenye ndege. Nyumbani wanajua tayari mama fika kazini, kwa hiyo tunaanza kumwambia tena huko mama huko daftari huko hivi. Kumbe wewe unafanya kazi kumlipa wa agency aliyokupeleka. Na wengi wao wanakuwa hawaambii familia kama nimesafiri nimeenda wapi. Wanaficha. Familia inajua huko unafanya kazi, kumbe kazi unaofanya kwanza kazi yenyewe ya kishenzi. Haya ndugu zangu, baada ya kumaliza kusuka sasa huwa napendelea kujifunga kitambaa kama hivyo. Na wewe mwenyewe ninakushauri kama una vitambaa vya design hii au chochote tu ambacho unajua hichi kitakufaa, pendelea kufunga nywele zako kama hivyo. Kwa sababu gani? Unapofunga mtandio unakuwa juu ya nywele zako, ina maana inasababisha nywele kukatika huko mbele. Kwa hiyo uwe na kitambaa kama hicho, kisha kumaliza kujisuka kama hivyo. Hebu nyamaza na wewe. Ukisha kumaliza kujisuka kama hivi, unafunga kitambaa vizuri, unafunga mtandio. Maana mtandio utakuwa juu ya kile kitambaa. Maana sio rahisi nywele zako kukatika. Kwa hiyo mmeona ndugu zangu ni jamani, hapo kisha kufunga kama hivyo, maisha yanasonga, wala una pressure yoyote. Una amani kabisa, nywele zako umezikosha, umejisuka, umekaa vizuri, umefunga na kitambaa chako, yani uko safi. Si mnaona jamani? Kwa hiyo usijipe ile mapresha, itakuwaje? Unajua, yani nitashinda kukaa, yani naona kutakuwa kugumu, nitakuwa sisuki, utakuwa usuki. Yani wewe kutokusuka tu kufanya kweli usisafiri kisa utakuwa unapata upati wa susu kusuka nywele.
unaishi mbona kawaida kabisa. Jamani, kwa mtu ambaye haelewi, watu wanaoishi Ulaya wote, hakuna tabia ile niende kwa fulani nikasuka kama tulivyozoea Afrika, haipo. Na kama unaenda sehemu kusuka, ina maana ni kwa gharama. Unaona jamani, nimekaa vizuri, nipo fresh kabisa. Maisha ya ughaibuni wengi wao wanaishi hivi. Kama mtu hana mabutu ndani